baba yako wewe ni maskini mbwa, mwanamume suruali ambaye hana mbele wala nyuma. Na sasa hivi nimemsweka jela ili asijue lolote kuhusu wewe. Unanisikiliza kwa umakini ninachokuambia? Sio unakaa unafungulia ile bakuli lako unaongea sana. Yote haya ninayoyafanya ni kwa ajili yako wewe. Kesho na kesho kutwa hujaulisi vitu vyote vya humu ndani. Unanisikiliza binti yangu ninavyokuambia? Pinki, naongea na wewe. Unanisikiliza? Kwa hiyo sasa hivi jua kitu hiki, mama alipo na wewe upo. Mama anachokifanya na wewe ufanye hicho hicho. Lengo, nia ni kuweke sehemu nzuri. Sawa mtoto wangu? Na hilo likae akilini mwako. Umenielewa Pinki? How's your flower? How's your flower? How's your flower? Zawadi, una nini? Mbona unalia? Amna kaka, kichwa kinaniuma tu. Oh, kichwa kinakuuma? Pole sana. Vipi, umeshatumia dawa? Ndiyo kaka, madamu alinipa. Una uhakika? Ndiyo. Vipi lakini sasa hivi una nafuu? Ndiyo. Pole.
upaswe kufanya kazi, inabidi muda huo umepumzika. Maana humo ndani mpo wasichana wawili. Kama wewe unaumwa, basi hata Pinki anaweza kufanya hii kazi, sawa? Mimi nilikuwa tunamaliza kufuta vyoo kaka, afu nikapumzike. Basi vituko kila siku vipo kwa Bangani, wanapili maboga kila siku wanaomba futari. Basi vituko kila siku vipo kwa Bangani, wanapili maboga kila siku bora nipokutana wewe Kisebengo. Wewe Nyamguru yuko huko? Mama, Nyamguru ndo nani? Wewe bwana naye usitaki kujishau hapa. Wewe Nyamguru umjui? Si yule anajifanyia amepata ajali, siji katembea na mke wa mtu kakutana na tego, siji kwa wanataka kumtoa msukule, wamemgia donda ndugu shu. Umjui? Unamwongelea Katasha. Katasha yupo nyumbani. Hivi ule mtoto ananichukuliaje? Ananichukulia poa mimi Ananiona mimi kama babu yake kule shamba Nampigia simu yangu apokee, anaangalia anaiona kama TV. Anadaiwa kodi, mwezi umeisha, leo siku ya 4. Hivi mwenye nyumba gani mwenye roho ya kisports kama mimi? Pili Maboga. Nani anaweza kuvumilia huo ujinga? Anakaa tu anajiachia kama nyumba kajenga yeye. Sina mume, sina bwana, sina wala. Nategemea kodi ndo nile. Nifanye maisha yangu. Iweje tunasumbuana wakati naenda huko Dubai kuruka kidude dude, kwenda kumanuka, kwenda kuruka majudo. Sikuwa mkua na nyinyi, nilikuwa peke yangu. Mmenielewa, shateleza sana na matailizi na mazuria. Mungu wanyi. Sasa nisikilize. Naenda kutoa aibu. Nikirudi huko iko kichaa changu kinawakuta kwenu. Usiku mchana kila jambo ninalopanga wenzangu wanapangua, mwenzenu kila kukicha. Afadhali ya jana nikasema nende kwa mganga, maana ya matatizo ya Kiswahili. Mama! 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 Basi njoo. Yaani ninapokuambia kinachoendelea huko nje. Huyo mfanyakazi wako msipangana atamaliza wote. Kafanya nini? Katoka kwa baba, sasa hivi yupo kwa kaka Kai. Mimi? Usishangae, twende kamuone. Asante sana kaka kwa ukarimu wako. Zawadi, hakuna haja kunishukuru. Maana wewe ni mdogo wangu. Na hapo unapopaona ni kama nyumbani kwako. Wewe jisikie uhuru. Wewe ni familia yetu, sawa? Hivi kaka, mimi nastahili kuwa mmoja wa familia yenu kweli? Zawadi. Ya, unastahili. Maana tumeishi na wewe kwa muda mrefu sana. Kwa tunapaswa tukupende na tukuthamini kama mtoto wa hii familia. Kwa jisikie uhuru, jisikie uko nyumbani, sawa? Kwa na amani. Asante kaka. Pole sana. Pole sana. Tunakupenda sana, umesikia Zawadi? Na kuwa huru kunieleza shida yako wakati wowote ule. Kai! Zawadi. Wale wa mboga mboga, spinachi, matembele, Chinese. Wale wa mboga mboga jamani, 500 zinapita. Waini kabla mjachelewa jamani.
Mboga spinachi zinapita jamani, matembele ya leo jamani kwa 500 tu. Wale wa mboga matembele spinachi zinapita jamani kwa 500 spinachi, matembele spinachi 500. Mboga jamani zinapita, mboga jamani, matembele spinachi kwa shilingi 500. Wale wa mboga matembele jamani yanaisha ya muyawai. Mboga 500. Matembele spinachi zinapita jamani. Mwai jamani, tunaenda kumalizia jamani. Matembele jamani, malaini ya leo kutoka shambani. Matembele jamani yanapita kwa shilingi 500. Kuna shida gani Kai? Mama, Zawadi hajisikii vizuri, anachemka sana. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba sana mamangu, muda huu ungemwacha apumzike, alafu baadaye akipata nafuu anaweza akafanya hizo kazi. Lakini hata hivyo, ikiwezekana hata Pinki anaweza kumsaidia kusafisha madirisha. Mimi ndo nisafishe madirisha? Mimi Pinki? Kwani Pinki mtoto wangu, kuna shida gani kumsaidia mwenzio wakati umeambiwa anaumwa? Zawadi mtoto wangu. Abe madam, Sasa mbona unaumwa hujaniambia jamani? Unafanya kazi huku unaumwa wakati Pinki yupo. Simuona leo mwenzio anaumwa. Kwa hiyo kazi zote za humo ndani mfanye wewe. Sawa? Unasikia anachokuambia? Zawadi, abe, ngoja Pinki aende akakuchukulie dawa. Alafu kisha kunywa dawa ulale. Sawa mtoto wangu? sawa. Yaani leo usifanye kazi yoyote. Umenielewa? Kae. Nenda kazini tu babangu. Zawadi nitamwangalia mimi. Sawa? Asante sana mama kwa kumthamini Zawadi. Pole sana mdogo wangu. Shoga yangu, ninapokuambia, unajua yule mwanaume alichonifanya? Amekufanya nini? Kanipeleka hotelini, jinsi nilivyoingia ndivyo nilivyotoka. Yaani kiufupi shoga yako nimekopwa. Sasa unachekea nini na wewe? Wale wa matembele 500. Matembele 500. Aibu naona mie. Shoga yangu, mimi nilijua ukipata ndoa ndo utatulia, lakini nakuona shoga yangu, jua la utosi saa 7 uko na beseni kichwani. Una shida gani wewe? Au ndo ndoa chungu imekushinda? Maisha magumu siku hizi Eti shoga yangu, nimeingia kwenye ndoa, mume wangu amepata ajali, na pale alipo hawezi kufanya kitu chochote. Yaani mimi ndio baba, mimi ndio mama. Wewe unafikiria nisipouza mboga tutakula nini? Shoga yangu, kazi unayo, jua lako mvua yako, mpaka wote magaga. Mbona mboga? Mbona sasa unauma usemi binti yangu? Kwa nini? Nilikuwa naogopa. Pinki, nenda kaniletee mbwa wangu leo.
Madam, nisame madam, mistiu madam, sirudi tena madam, naomba unisame, usinitie mbwa madam. Madam, nisame. Kwa hiyo haya mabanda yako ya uani ndio yanayokufanya umtege baba na mtoto, si ndivyo? Hapana madam. Madam, sirudi tena, nisame madam. Nisikilize wewe paka wa jikoni. Hayo mabanda yako ya uani, ukitoka hapa kwangu, utaenda huko kwenu Mamdeni, utafugia njiwa. Umenielewa wewe? Madam, nisame, sirudi tena. Urudi tena kitu gani? Kumbe unajua ulichokifanya, si ndivyo? Pinky, au unasemaje? Yaani mama, afadhali ya wewe umeokuta pale umekumbatiana. Mimi nimemkuta nakwambia kajilegeza, anajibebisha haifai. Yaani msichana mchafu huyu. Sikiliza nikwambie mpaka jikoni. Umekuja hapa na maradhi unataka kuambukiza familia yangu? Hapana. Toka. Hivi nyie mna shida gani na mimi? Binti, una shida gani? Dada, naomba uje taratibu, si unanielewa eh? Afu mbona nyinyi mnapenda kuharibu starehe za watu? Yaani mimi nimekaa na shoga yangu, unakuja unaanza kusema yani si nini? Dada koma. Tena tafadhali, usijui unanielewa? Subiri. Kwani wewe sisi tumekuita? Au sisi tuna shida na hizi mboga? Ajabu. Naomba uchanganye hizo ngwalimba zako uondoke. Dada toka au sikii jamani eh? Na ndio maana kazi za maana hamna, kazi ya kukaa tu vibarazani kunisema mimi mwenye biashara yangu mjini. Unasemaje wewe? Yeye, wakati. Of love. Nilipoenga sikujua. Boss, simu yako imenishtua sana. Isitoshe umenifuata mpaka nyumbani. Na leo ni siku yangu ya mapumziko. Vipi, kwema? Wala usiwe na wasiwasi Kim. Hakuna shida yoyote ile. Kuna jambo nilikuwa nahitaji tuzungumze mimi na wewe. Jambo gani tena bosi wangu? Naomba usinielewe vibaya. Ila kusema ukweli, moyo wangu umefanya chaguo. Namaanisha kuwa nimeamua rasmi kuingia kwenye ndoa. Kwenye ndoa unamaanisha nini bosi? Mbona sikuelewi? Nilipotazama nyuma nikajikuta nimechoka inside. Nilipenda bila mipaka. I gave you all my time. Lakini kila hatua niliyopiga I was crossing the sun. We forgot how to talk. Za saizi shemeji. Salama shemeji. Vipi mguu unaendeleaje?
Kiukweli shemeji yangu, mguu wako bado unauma kwelikweli yani. Pole sana. Afu nilisikia umepata majanga, alikuja Kado hapa kukufanyia vurugu. Ni kweli Kado alikuja hapa. Amenifanyia vurugu sana shemeji. Na hata mguu wangu ulishaanza kupona shemeji. Lakini baada ya kuja kunifanyia zile vurugu, mguu umerudi kuuma upya kabisa yani. Pole sana, ila binadamu. Sasa yeye haoni hali aliyokuwa nayo hiyo. Kwa nini haja kufanyia vurugu? Ina maana angekuwa na uvumilivu. Binadamu hawana huruma. Pole sana shemeji. Shemeji, mioyo ya watu tunatofautiana. Yeye ameona kwamba kuja hapa nyumbani na kunifanyia vurugu ndo anaweza akatatua tatizo lake. Lakini sasa mimi nitafanyaje? Kabidi tu nikubali. Wala usiwe na wasiwasi Kim. Wewe sio mlengwa. Ila kuna mwanamke ambaye moyo wangu ndo umempoint. Yaani umenishtua bosi wangu. Yaani tayari sawa, niko tayari kusikiliza. Kwa hiyo nilikuwa nakuhitaji wewe kama msaada ili mimi nimfikie huyo mwanamke. Sawa bosi, haina shida. Mimi niko kwa ajili yako. Nitafanya kila kitu utakacho. Serious Kim, upo tayari kufanya hilo? Yeah. Asante sana. Sasa kwenye WhatsApp nimekutumia details zote. Okay. Yeah, nimekutumia address ambayo anaishi huyo mwanamke. Na kwenye hiyo nyumba ambayo nimekutumia hiyo address kuna house girl humo ndani. House girl? Boss, unamaanisha ni mfanyakazi wa ndani? What? Why not? Samahani bosi wangu. Ni kutokana na status ya familia yako. Uone kama utaiaibisha. Kwa bahati mbaya binadamu ndio huwa anachagua, ila mapenzi hayachagui. Muda wowote na wakati wowote moyo wa mtu unaweza kumpenda mtu yoyote yule. Na mimi ndo nimempenda huyo house girl ambaye unaimongelea. Sawa bosi wangu. Haina shida. Kwa kuwa wewe ndio umetaka, na mimi nitafanya nini tena? Wow. Asante sana. Nilijua tu Kim, huwezi kuniangusha kwenye hilo. House of love. Nilipoingia sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama, I thought I was strong. Lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Sio mimi, sio mimi, but these tears know my name. Ndani ya house of love, nothing feels the same. Sio mimi, sio mimi, but my heart is tired now. House of love, that's where the truth comes out. Nijifanya niko sawa, I said I'm good, I lied. Nilipotazama nyuma nikajikuta nimechoka inside.